Kabete. Kumbuka ni bunge la maisha, na kama ilivyo desturi, ikiwa ni siku ya Wednesday huwa tunaingia barabarani. Hello. Zuri, unanipata upande wa pili? Mambo na kupata kabisa, mhariri Dalmas Sakali. Anakupata. Hello. Katika eneo la hapa Kabete, japo ni mpaka wa hapa Kabete pamoja na kaunti ya Nairobi. Ni katika eneo ambalo ni mpakani hivi. Naambiwa kwamba eneo hili vijana huja hapa kufanya mazoezi. Uwanja unaitwa Ahiti Grounds kama sijakosea, na ukiangalia kwa umbali kabisa, iwapo mpiga picha wetu kwa wale ambao wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii anaweza akatuonesha mazoezi yanaendelea, vijana pale wanaendelea kupasha misuli moto. Naambiwa kwamba ni vijana wa timu mbalimbali ambao wanatumia uga huu kuweza kujiandaa kwa ajili ya mashindano mbalimbali na kuweza vile vile kuhakikisha kwamba wana mazoezi mazuri tu ya viungo. Kwa hivyo ni fursa ambayo vile vile tumeiona kuwa nzuri kuweza kuzungumza na baadhi ya wakazi katika eneo hili. Kumbuka kila siku ya Jumatano kama alivyosema Zuli upande ule wa pili, ni kwamba tunakuja pale ulipo kuweza kupata nafasi ya kuzungumza na wananchi wawili watatu. Kwa hivyo leo litakuwa fupi kweli, bunge la maisha mtaani. Kila Wednesday tunakuja pale ulipo, na hapa nina magwiji wawili watatu ambao nitakuwa napiga nao story, vijana ambao ni miongoni mwa wale ambao wanakuza vipaji hapa, na vile vile ni wakazi katika eneo hili, waweze kutoa maoni yao kuhusiana na mustakabali wa taifa pale tulipo, pamoja na masuala mengi tu mengineyo. Karibu, mimi naitwa Dalmas Sakali. Labda nianze na huyu bingwa hapa. Kaka, kwa ufupi tu tueleze jina lako na utueleze ni mambo gani ambayo yanaendelea katika uga huu kwa ufupi. Mimi kwa majina naitwa Tivinali Mwanzo. Kwa jina ingine naitwa Mchujo ya mtaani. So sisi ni bunge la mwananchi ya Ahiti Kabete Ground hapa Kabete, na tuko mipakani hapa ya Nairobi na Kiambu County. So ukiangalia pande hii ingine ni Dagoretti South, alafu hapa ni Westlands, na pande ile ingine ni Kiambu. So kwa hii uga yetu ya uwanja ya Kabete ni huwa tunaendelea na mambo ya kisiasa na kujua mambo ya kisiasa ya nchi yetu ya Kenya, na bado tuko na vijana wetu pia hapa wa talent za mipira. Hiyo ndio huwa tunafanya hapa kwa uwanja. Tueleze kwa ufupi kidogo kuhusiana na shughuli ambazo nyinyi mnazifanya kama bunge la mwananchi hapa Ahiti Ground. Kwamba kwanza mko wangapi wanachama wa bunge la mwananchi hapa, na ni mambo gani ambayo huwa mnayafanya? Najua kwa kawaida huwa mkutani saa hizi na ndio maana mko wachache, lakini labda utueleze kidogo mko wangapi na ni mambo gani ambayo mnashiriki ndani yake nyinyi? Kwa saa hii Kabete, bunge la Kabete, kwa wale members wako ni 50 wale tumeregister, na wengine bado hatujawaregister. Wale wanapenda kujiunga tunaweza fika paka 100, lakini kwa saa hii tuko 50. Na tunashughulika na mambo ya kutrain vijana wa Gen Z au Alpha. Tunawatrain mambo ya siasa mzuri mahali tunaenda hapo mbele, alafu na kuangalia talents zingine kama za mipira hapa ndani, vile wanaona vile wanacheza hapa. Hizo ndio vitu huwa tunajifundisha hapa, na tunajaribu kufuatilia hizo talent. Sana sana siasa, sisi kama bunge la mwananchi tuna nature sana sana siasa. Hawa vijana wa Gen Z na Alpha na millennials waweze kupata siasa mzuri kwa ile wakati miaka zenye zinakuja, sababu zile siasa zenye ziko Kenya ni wazee, na tunaona hao wazee wanaendelea miaka zinaendelea kusonga. So na sisi kama bunge ya mwananchi Ahiti tunataka kukuja ku take over, kuchukua hiyo nafasi, na hatuwezi chukua kama hatujakuwa trained hapa kwa uwanja. Labda swali la mwisho kabla nizungumze na mwingine. Umezungumzia vijana kwa udhati sana. Nyinyi kama vijana hivi mnadhani kwamba mko wapi katika siasa za taifa, katika mchoro wa siasa za taifa, ama unadhani kwamba bado vijana wamekuwa kiachwa nje, mmekuwa mkitelekezwa? Mnadhani kwamba mko katika meza kuu ya maamuzi? Bado sisi kama vijana wa Kenya tunaona ya kwamba bado tumetelekezwa kwa meza kuu, sababu ukiangalia wale wenye walikuwa kwa siasa zamani huwa wanasema sisi kama vijana ni viongozi wa kesho, lakini viongozi wa kesho hatuoni ikifika. So wengi vijana wengi wanaona ya kwamba
kuanzia 60 sasa ndio umeanza kukua kiongozi wa kesho. Ndio vijana sasa hivi wanajaribu kukuja kwa kasi wa take over juu hiyo 60 years ndio kuwe kiongozi wa kesho. Hiyo wanaona ni mbali sana. Wanataka kuanza kuchukua kuanzia 30s kupanda juu. Ndio naona Gen Z wametokea. Sisi kama millennials vijana tuna struggle to at least tuingie kwa hiyo meza, tuache kungoja hiyo mambo ya kesho. Juu kesho haifiki. Wakati anazungumza kwamba kesho haifiki, labda nizungumze na huyu bingwa hapa na kila mtu atapata nafasi ya kuzungumza kwa sababu naona mko wachache na lazima kila mtu atapata dakika kadhaa za kuzungumza. Unadhani kwamba nyinyi kama vijana mmejanjaruka na mmeweza kuamka kutoka katika usingizi ama bado kuna kazi ya uhamasisho ambayo inafaa kufanywa? Na wakati nakuuliza hili ni kwamba kumekuwa na takwimu za IEBC kuhusu vijana ambao wameweza kusajiliwa kwamba ni 1090 pekee kati ya target ile ya kuweza kuhakikisha kwamba takribani wa Kenya milioni 6 zaidi wanasajiliwa mbele ya uchaguzi mkuu ujao. Wakati unaangalia takwimu kama hizo zinakuambia kwamba labda nyinyi kama vijana there is still work to be done ili kuweza kusensitize vijana kujitokeza na kusajiliwa na kushiriki katika michakato ya demokrasia? Kwa majina ni James Munene, kwa jina la mtaani ni Chief. Sasa hapa bunge la mwananchi ni kuelimishana. Ndio maana unapata tumepanga bunge la mwananchi hapa kwa mpango ya kuelimisha vijana. Naona sasa vijana watainuka. Kwa kweli tumeinuka. Je, ukiangalia pia kwa serikali kuna vijana wadogo bado washainuka, wanapata viti. Kwa hivyo kitu ya maana ni vijana tu wainuke, waamke, wachukue kura, wajisajili kabisa, ndio sasa mambo ikuwe rahisi. Kwa hivyo kazi bado ipo. Kazi ipo na bado tushajitolea kama vijana. Juu hatuendi chini. Tushainua vichwa. Tukiinua sisi wenyewe tushaamua. Na tunakuja tu kwa serikali bado tunaingia sisi wote. Wajua nakuuliza hivyo kwa sababu kuna wale wanadhani kwamba vuguvugu la vijana lilikuwa ni moto wa karatasi tu, kwamba ilikuwa tu ni moto wa Juni mwaka jana na labda mwaka huu kiasi, kwamba hamna uzito sana ikija katika meza ya maamuzi ile. Wewe unasemaje? Si moto ya karatasi. Hii haizimi hata kidogo. Kulingana vile vijana wameamka, usione wametulia, usione paka amelala ukafikiria tu hata amka paka akufia haraka. Ni mdogo lakini bado atainuka. Si tukumaanisha juu tumetulia bado tuko tunakuja. Kabisa. Unaonekana wewe ni mtu wa kufuatilia mambo sana. Najua umefuatilia masuala kule Tanzania. Uchaguzi mkuu umefanyika Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan tayari ashaapishwa. Na katika hotuba yake alizungumzia masuala mengi likiwemo swala la kulaumu majirani kwamba wanatatiza demokrasia katika taifa jirani. Unasemaje kuhusu kauli kama hizo kutoka kwa rais wa taifa jirani? Naona kuna mambo ilifanyika ambayo si halali kabisa kwa Suluhu, lakini iko sawa. Vijana bado wanajaribu bado kuitazama tu vizuri, ingawa hakufanyia watu vizuri. Juu vijana wako unajua ukiwa kiongozi unatakiwa ukue na mwelekezo mzuri. Sasa yake anaona ni kama ameshapotea. Juu kupiga kura, unaona ukiwa kiongozi na utaki ukue na upinzani si kitu mzuri. Juu sasa unaona wenye alikuwa anapishana na wao, wapinzani bado wakuonekana. Sasa inakaa ni kama alikuwa yeye kwa yeye. Juu hata venye alichaguliwa unaona 100% yeye alipata kama 90 hivi. Sasa 97. Sasa tukiangalia tunaona hapo kuna ujaja tu fulani hapo ingiani vizuri. Kuna baadhi wanasema kwamba kilichofanyika Tanzania, yale maandamano, vijana kupinga matokeo na kupinga uchaguzi kijumla, kwamba ni huenda inatuchorea taswira kamili ya mambo yatakavyokuwa katika taifa la Uganda na labda Afrika Mashariki kijumla. Kenya tuna uchaguzi mwaka 2027. Wewe unasemaje kuhusu matukio ambayo yalifanyika kule Tanzania, wapo umekuwa ukiyafuatilia? Ukinieleza kwanza jina lako. Kwa majina mimi naitwa Alvin Murumba, nikijulikana kwa jina la mtaa naitwa Man of God, nikiwa Haiti Ground. Mimi ningesema kwanza Suluhu hakufanya jambo la muhimu. Kwanza kuambia Wakenya watoke Tanzania. Sisi kama Wakenya tunasema hata yeye ajue kuna Watanzania wako Kenya. Na sisi tunatuma honorable wetu mheshimiwa wetu president wa Kenya aongee na Suluhu, ajue kwamba hata yeye ako na watu wa Tanzania hapa Kenya. Wakae chini waelewane, wajue demokrasia Tanzania na ya Kenya si mbali na sisi ni nchi jirani. Tukue pamoja kama majirani.
Umesema hilo na inanipeleka katika swala la kumekuwa na madai kwamba baadhi ya raia wa kigeni wanahangaishwa katika taifa hilo la Tanzania. Wewe kwa tathmini yako unadhani kwamba nyinyi wa Kenya mlichangia machafuko ambayo ilishuhudiwa kule Tanzania? Nitaomba uinue kichwa chako ukiangalia kamera hii. Sasa sisi kama wa Kenya hatukuchangia. Wenye walianzisha kama hiyo maandamano walikuwa wa Tanzania wenyewe. Waliamua kutuweka sisi kama wana Kenya kuwa ni kama sisi ndio tulikuwa chanzo ya kufanya nini, ya kuletea maandamano juu walijua wa Kenya wamekuwa na hiyo tatizo ya maandamano hapa Kenya. Lakini sisi kama wa Kenya hatukukuwa na ile demokrasia yetu ya huko ya kusema tunaanzisha maandamano. Wa Tanzania wenyewe ndio walianzisha maandamano wakisema hawamtaki Honorable Suluhu. Kaka, wewe unazungumziaje uhusiano kati ya Kenya na Tanzania? Kuna baadhi ambao wameonahisi kwamba Tanzania limekuwa ni taifa ambalo linatuhujumu. Kumekuwa na masuala ya wanaharakati wa kutoka Kenya wanafika Tanzania wanafurushwa. Wewe sijui unaweza kusemaje kuhusiana na uhusiano kati ya Kenya na Tanzania, ukianza kwa jina? Kwa majina naitwa Bill Clinton Odhiambo. Mimi ni mkazi wa hapa Uthiru. Nikiongea kuhusu hiyo mambo ya Tanzania, kwangu mimi sioni kama kuna mbaya hapo, kwa sababu wananchi ndio walienda wakapiga kura. Kama wangeisusia hiyo hali ya kupiga kura, ndio ingeonekana hawakuwa wanataka kupiga hiyo kura na hawakuwa wanataka huyo mama. Hapo sioni ubaya wa mama Samia Suluhu. Sasa kwa vurugu enyewe sisi ndo tumewa-affect. Unajua jenzi wa Kenya ndio wame-affect hiyo vurugu ya Tanzania. Kivipi bwana? Wasema wa Kenya ndio wame-affect mambo kule Tanzania kivipi? Wa Tanzania walikuwa watu watulivu sana. Hakuwa na hizo mambo za kufanya maandamano hizo nini. Sasa ni kitu ilianza hapo kwa boda hapa na Manga. Nilikuwa naona ilikuwa vurugu sana, ilianza hapa kwa boda hapa na Manga. Sasa ika-affect nchi yote. Na ukiona hapa Kenya wanasema sana hakuwa wanataka mama. Ukienda huko Tanzania kuna wengi walimpigia kura. Hakusosia hiyo mambo ya kupiga kura. Juu hiyo inamaanisha alikuwa na watu. Wewe unaamini kwamba Mama Samia Suluhu Hassan alipata kura milioni 31, asilimia takriban 80 ya upigaji kura? Wewe unaamini hilo ama unadhani kwamba kulikuwa na ukarabati hapo na pale? Naweza amini juu takwimu inasema hivyo. Takwimu inasema hivyo. Unajua kuna watu kama ni kama IBC hapa ya Kenya ilisema alipata 96. Kuna mwingine pia alipigiwa kura akapata 300 and something. Hiyo ni takwimu ya watu. Na mimi naamini ilitokea hivyo. Naamini kwamba ndizo takwimu hizo. Ni warejeshe nchini kidogo tuzungumzie chama cha ODM. Kuna maadhimisho ambayo yanaandaliwa na nitaanza nawe kabla nizungumze na hao magwiji upande huu wa pili tukielekea kuhitimisha. Chama cha ODM kimeweza kupata urithishwaji wa uongozi kwa maana ya baada ya kuondoka kwa baba, sasa yule seneta wa Siaya Daktari Oburu Odinga ndiye anaongoza chama kile. Wewe mahali unaketi, unadhani kwamba chama kipo katika mikono mizuri ama liwe liwalo chama kitasambaratika? ODM kwangu mimi, ODM ni chama mimi nimeishi kujua tangu nikiwa mtoto, na kulingana na fikra zangu ODM iko sawa, na ODM nikiona ndio sahihi ni chama ile kubwa hata kushinda hii ya UDA. Hapo iko sawa, na naona mwenye amepewa pia bado wako sawa. Okay. Wewe unasemaje? Unadhani kwamba ni ukweli kwamba chama cha ODM bado kiko imara ama kidogo kutakuwa na nyufa nyingi tu katika chama kile? Kuna baadhi ya wadadisi na wachanganuzi wa masuala wanasema kwamba huenda chama kile kikagawanyika hata vipande vitatu. Wewe sijui unasemaje? Kwa majina mimi naitwa Jaco Mseki yangu. Jina ya mtaa naitwa Jaco. Kwa maoni yangu kwa chama ya ODM, naona kama watajipanga vizuri hiyo chama ita break up. Juu sasa nasikia kwa radio, naona kwa TV
president wetu William Ruto anasema anataka aende akue huko, yeye akue ndo kiongozi wa huko. Naona akina Oburu wanakataa. Mwingine Babu Owino wanasema wataki kuungana na yeye, na Edwin Sifuna bado yeye anasema chama iko imara, kama kuko na muungano mwingine yeye hayuko. So mi kwa maoni yangu naona hiyo chama ya ODM wapangane vizuri na wachakue chama ni kama venye Raila alikuwa, wachakue mtu strong, alafu chama itaendelea kuwa imara. Unadhani kwamba Daktari Oburu Odinga alikuwa ni chaguo bora kuwa acting party leader kwa tathmini yako wewe? Kwa maoni yangu saizi yeye sema hakuwa bora juu sasa ashachakuliwa na hao viongozi wengine na wanaona anaweza. So mimi naomba tu ashikilie kabla, kama watachaguana tena mimi hapo siko, lakini saizi wacha achikilie kama huyo chama ni wa hiyo chama. Kuna baadhi ambao wanadhani kwamba Rais William Ruto anajaribu kuteka nyara chama cha ODM, na akizungumza katika hafla ya mazishi mwenyewe alisema kwamba hata ruhusu chama cha ODM kuvunjika. Unadhani kuna mkono wa Rais William Ruto katika chama cha ODM kwenda mbele? Mimi naona William Ruto akiingia kwa hiyo ODM sasa itakufa kabisa. Juu saizi vijana kama mimi saizi hata mambo yake hiyo alitudanganya sana juu ya mambo mingi alituahidi. Watu wa bodaboda tutaendelea kungrow, watu wa boka tutagrow. Saizi mambo imetukamilisha sana, saizi tunalia juu ya mambo mingi. Saizi hakuna pesa, hakuna kazi. So mimi kwa maoni yangu akienda huko hiyo chama imeisha juu hata saizi kama mimi saizi siwezi mpigia kura. Kura yangu naomba sasa kama Kalonzo Musyoka hivi kama ataweza kuwa kama president, hiyo mambo itaweza kuwa mzuri sana. Kwa hivyo unaunga mkono line up ambayo nimeiona jana imetolewa, Kalonzo Musyoka anatembea, Matiang'i, unasema hiyo ndo sasa kwenda mbele, sio? Mimi nasema akina Kashakwa, Kalonzo, anaitwa aje huyu jamaa, akina Eugene Mala, hao wote wakiungana na Kalonzo akuwe ndo kingpin wao, mimi nitapiga kura huko ndo atakuwa president of Kenya. Bingo, naomba karibia hapa wewe vile vile unambie one term ama two term hapa Ahiti Grounds hapa. Nyinyi mnasemaje hapa? Okay, kwa majina najulikana kama Peter na Koche. Kwa jina ya mtaa mimi ni coaches wa vijana hapa hivi. Na mimi ni mwana bunge la mwananchi la Ahiti Grounds. Mimi ni mtu wa one term. Yeah. Nimeona mpaka huyu Bingo amesema nyinyi hapa ni kama nyinyi ni one term nyinyi nyote. Kwa nini one term? Unajua sababu niseme hivyo, unajua Ruto akiingia tulimpenda sana kulingana na vile alikuwa anaongea akitafuta kura, lakini vile aliingia tulipata vitu zilichange, maisha ikapanda juu. Sasa hata sisi wenyewe tunashindwa tunaweza fanya nini? Unaona maisha imekuwa juu, vijana wanahangaika, vijana wana kazi. Hata ukiangalia tu around utaona vijana wengi wako idle, wana kazi. Na unajua hizo ndio zinafanyia vijana wengi wanaenda kwa street, kwa sababu kama unajua kama uko idle unaweza fanya chochote. Lakini rais anasema, na amelisema hilo mara kadhaa, kwamba tatizo la uhaba wa ajira alianza naye, kwamba akiingia mamlakani kulikuwa na changamoto ya uhaba wa nafasi za ajira, kwamba nyinyi mnambebesha tu mzigo ni kana kwamba yeye ndiye ameanzisha uhaba wa nafasi za ajira nchini. Lakini unajua yeye kulingana yeye alisema vile aliongea. Unajua heri angeongea aseme nikiingia pale nitatengeneza maneno, lakini yeye aliahidi. Alisema akiingia akiweka tu Biblia chini kila kitu itachange. Unga itarudi 70 bob. Sasa hii tunanunua unga 150. Sasa hiyo ni tofauti gani? Unaona? So unaona yeye mwenyewe ndiye alisema na mdomo yake. Si ati sisi tutamwekelea. Yeye angatuambia mimi nikiingia nitafanya hivi, nita make sure hii maisha nimeirudisha chini. Lakini yeye alisema nikiweka tu Biblia chini. Sasa unajua hiyo ni tofauti. Anaongea tofauti. Kwa hivyo mnasema kwamba united opposition ndio jawabu. Sasa unajua sisi tunatafuta kiongozi bora, si kiongozi. Unaona? Sisi tunataka kiongozi bora. Ruto alikuwa mzuri. Vile aliongea alianza mzuri. Vile alikuwa na campaign, aliahidi mama mboga, watu wa mkokoteni, watu wa bodaboda. Sasa hivi vijana wa bodaboda wanahangaika. Unaona? Hakuna kazi. Sasa hiyo mama mboga ndio wanahangaika. Vijana ndio hawana ajira. Unaona? Sasa hii hata kama imagine kitambulisho kipotea, unaenda ku replace na 1500. Unaona? Na wakati wa uhuru hii kitambulisho sisi tulikuwa tunapata free. Unaona? Sasa hii unaona hiyo maisha, unaona maisha bado ni bure. Wakati tunahitimisha naomba atakaribia hapa. Japo nitarejea kwake, nataka unieleze kidogo kuhusu masuala ambayo mnayafanya hapa. Naona umevalia kimazoezi hivi.
Anavyozungumza huyu bingwa kidogo ni taswira tofauti na inavyochorwa na serikali. Kwamba serikali inasema imeleta Hustler Fund, imeleta Nyota program, kuna nyumba zinajengwa, sio kama huko zipo ambazo zinajengwa, kwamba kuna vijana wanapata ajira eti ugaibuni, kazi majuu ile, wengine wanapata kazi katika miradi hii ya ujenzi wa miundo msingi hapa na pale. Unadhani kwamba we are being too hard on President William Ruto? Kwa tathmini yako wewe, naomba karibia hapa. Ndivyo wanavyotaka tuelewe kwamba nyinyi vijana mnampeleka mbio sana bwana. Sisi kama vijana wa sana sana hapa bunge la mwananchi, kama mimi kimaoni yangu naona mahali anajaribu hapa kwa mambo ya affordable housing iko sawa, kwa sababu hata ukiangalia kwa serikali ya Kibaki, Kibaki alikuwa na hizo affordable housing. So Uhuru akajaribu kidogo lakini ikashindikana. So wakati William Ruto ameingia, tunaona amezijenga, amejaribu kabisa kuliko wote. So vijana sasa hivi wako na shida kwa sababu kupata hizo affordable housing, sababu hawana kazi. So hawaoni kama ni kitu ya muhimu kwao sana, kwa sababu hawana hiyo uwezo ya kuifikia hiyo affordable housing. Hata ukienda Huduma Center waoni sana wakijisajili, kwa sababu kuilipia na hawana kazi inakuwa ngumu. Wakati nahitimisha bunge la maisha mtaani edition, kumbuka ni kila Wednesday, na leo tumekuja hapa kuona vijana wakifanya mazoezi. Bado wanaendelea na mazoezi yao pale hapa Ahiti Ground katika eneo la hapa Kabete, nashikana na kaunti ya Nairobi, kwa hivyo Kiambu, Nairobi, maeneo haya. Ukiangalia utaweza kuona vijana wengi tu ambao wanafanya mazoezi wa kiume, na kama sijakosea pia nimeona watoto wa kike wachache ambao wanafanya mazoezi kuweza kuhakikisha kwamba wanakaa vizuri. Na wajua wakati huo likizo, basi inamaanisha kwamba kuna mambo mengi ambayo hawa vijana wanaepukana nayo kutokana na kwamba wanajihusisha na michezo. Na coaches, naomba ukaribie hapa. Swali moja tukisha tuhitimishe, wakati ambapo hawa vijana wanakongamana hapa, kwanza ni timu ngapi ambazo zipo hapa kufanya mazoezi, na unadhani kwamba uwanja huu na kukusanyika huku kuna wasaidiaje hasa zaidi wakati huu wa sherehe tunaelekea Krismasi? Okay. Hapa hivi ukiangalia hapa kuna teams kama 12 zina train hapa, na kuna academies za watu pia zina train hapa. Ukiangalia hapa hivi saa hizi ni senior team kama ile inaitwa Leeds United inacheza Div 2, kuna Waisa inacheza regionals, kuna Royal inacheza regional, ni team mingi. So mimi hawa watoto, by the way, unajua hii kiwanja hata vile tulipewa ni ya shule ya Ahiti. Na hii shule ilikuwa na mambo mingi sana, walikuwa wanataka kuigrab. So Ahiti ilichukua opportunity ya kupea community hii kiwanja isaidie watoto. Unaona? Kwa sababu ukiangalia kama hawa ni watoto wale, ukiachilia wanaweza haribika. So unaona hii kiwanja vile shule zimefunga hivi inasaidia. Hebu nikuulize, kama hawa watoto wangekuwa wapi sasa hivi? So wengine hata wangekuwa nakula mugoka, wengine wanavuta bangi, wengine wanakunywa pombe, lakini sasa unajua imewatoa kwa hizo vitu, ndio kwa maana unaona watu hiyo hapo. So mimi naona hii kitu imesaidia sana. So na tunataka hata ama politicians waingie wasaidia watu hii. Naona watoto wako hapa wengi wenye wamefanya mtihani, wengine wamemaliza grade 8, wengine wanafanya mtihani bado. Na hiyo ndio unajua hii age ni ile inaharibikanga haraka sana. Na unajua na hawa ni watoto wale ndio wanasumbua hata Ruto akikuja kwa ground kama hapa, ama MCAs waingie kwa ground wasaidia watu, hii itakuwa mzuri sana. Kama hapa hivi tuko Kitisuru ward, MCA wa hapa anaitwa Alvin Palapala. Lakini yeye hata akipita hapa hivi, anapitanga hapa kwake ni pale hivi, lakini hata hajai kuja hapa, na ameenda 3 times. Hajaingia hapa. Unaona? Watu hii ukiangalia hata saa hii tunahitaji kitu kama posts, hatuna. Tunataka zile mipira, tunataka nets, tunataka watutengenezee mzuri. Mchanga ndio ile iko pale, kwa nataka tu levelize. Hatuna hata mtu anaweza tusaidia. So hama politicians ule mwenye sasa hivi wanataka kura. Sasa hii ndio wangekuja kwa ground wasaidia hawa watoto, lakini hawakuji. Asante bana, kazi nzuri ambayo unafanya kuweza kukuza vipaji, na endelea jinsi hiyo. Timu zaidi ya 12, you can imagine that, ambazo zinakongamana hapa kuweza kufanya mazoezi na kushiriki michezo mbalimbali katika uwanja huu wa Ahiti, wenyewe wanaita Ahiti Grounds. Mabingwa, asanteni sana kuzungumza nami. Najua kwa kawaida basi huwa wapo wengi tu kama wanavyonieleza. Wao mnakutana lini vile?
Mimi ndio chairman wa bunge ya Hiti Kabete. Huwa tunakutana Jumamosi saa 11 na Jumapili. Kwa sababu hizi siku zingine vijana wengi wanakuwa wameenda kuhustle. Ndio maana unaona tuko wachache, wengi wameenda hustle. Hata hawa wako bado wakibaliza wanaenda hustle zao. Asante mwenyekiti. Kwa hivyo la ziada sina, ile kusema shukran sana. Naomba nihitimishie pale. Majali wa juma lijalo tutakuwa katika eneo jingine tofauti. Kumbuka kila Wednesday tunakuletea bunge la maisha japo mtaani, tunasema mtaani edition. Mimi naitwa Dalmas Sakali. Kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimewezesha hili, naomba nirejeshe upande ule wa pili studioni kwako Zuli.